Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 28 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6. Neno la Mungu linasema hivi: tulipokwisha kuokoka ndipo tulipojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Melita. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto wakatukaribisha sote, kwa sababu ya mvua iliyonyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto, akamzongazonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu ni muuaji, ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki haimwachi kuishi. Lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara. Wao wakadhani ya kuwa atavimba au kuanguka chini kwa kufa ghafla, na wakiisha kumwangalia sana na kuona kwamba halimpati dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu Kristo ndani yetu, tumaini letu. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Watu wanatakiwa kujifunza maisha ya kiroho. Kama mtu anajiita Mkristo na yeye hajui namna ya kuishi maisha ya kiroho, basi atapata shida siku zote, na anaweza hata akakosea namna ya maisha yake, asijue ni namna gani ya kuishi. Kwa sababu unaweza ukawa Mkristo jina, alafu hujui kuyaishi maisha ya Kikristo. Na kwa sababu hiyo unaweza ukatamka mambo mengi ya ajabu, usielewe mcha Mungu ni mtu wa namna gani na anatakiwa aishi vipi na mtu wa tabia gani. Watu wengi hawaelewi hii. Ingawa ni Wakristo, ingawa wanaabudu, lakini hawajui namna ya kuishi maisha ya kiroho na mambo wanayoyapitia Wakristo waaminifu. Siku ile wakati Mtume Paulo anapelekwa Italia, Roma, akakutane na Mfalme Kaisari wa kule. Amewekwa katika mashua, katika hiyo meli inayosafiri kwenda Italia. Amewekwa pamoja na wafungwa wengine. Wakiwa wanasafiri baharini, tufani likawakuta. Mawimbi ya bahari yakawa yanawapiga nusu kufa. Hawaoni njia, nuru hamna, giza tupu. Kwa hiyo mawimbi ya bahari yakawa yanawapiga kuangamiza. Tena hiyo tufani inaitwa Eurakiro. Kadiri Mtume Paulo alivyokuwa anawashauri hawa wataalamu wa kupita katika bahari, hawakumwamini wala hawakumsikiliza, kwa sababu wanamuona ni mfungwa tu, hana lolote. Alipowaambia wakati huu sio wakati sahihi wa sisi kusafiri, tutaangamia, wakamdhalau, wakamwona yeye ni mfungwa tu, na wao wakajiona wana uwezo kwa sababu ni wataalamu wa kusafiri majini, wanaangalia nyakati zote, wakaona huu ndio wakati. Lakini Paulo anawaambia huu sio wakati, tutaangamia. Na mwisho wa siku wanajikuta wako katikati ya Eurakiro. Eurakiro imewazunguka, hawaoni mbele, hawaoni nyuma, hawajui kama sasa hivi ni mchana au usiku, giza tupu. Ndipo Mungu alipomtokea, malaika wa Mungu alipomtokea Paulo akiwa humo katika boti, akamwambia usiogope, hautakufa, na nimekupa hawa watu wote. Wewe unatakiwa kufika mbele ya Kaisari, huyo Kaisari, mfalme wa Italia. Unatakiwa kufika kwa ajili ya kazi hii ya Injili, utafika Italia. Usiogope.
Ndipo mwisho wa siku Mtume Paulo anaanza kuambia, niliwaambieni hamkunisikiliza, lakini sasa nisikilizeni mimi, kwa sababu Mungu ninayemwabudu amenitumia malaika, leo amenieleza hamtakufa hakika, hata unywele mmoja hautatoka kwenu kama mkinisikiliza. Na mwisho wa siku wakaokoka, ila merikebu ikapasuka, wakafika wakaenda kuangukia kwenye kisiwa wasichokijua. Wanafika asubuhi ndio wanajua hiki kisiwa kinaitwa Melita. Wamechoka, merikebu haipo tena, wamenusulika kuuawa wote, lakini neema ya Mungu inasema, Paulo, hautakufa kwa sababu ya kazi yangu. Mungu anamwambia Paulo, hautakufa ingawa Eulakilo inakupiga, ingawa Eulakilo anakupiga, mawimbi ya bahari yanakupiga, lakini kwa sababu wewe ni mtumishi wangu hautakufa, utafika Italia. Hii ndio neno la Mungu. Umezungukwa na hatari, umezungukwa na mauti, lakini kule ambako mimi nimekusudia ufike utafika. Hautaangamizwa na mauti yoyote, haitakuangamiza. Hautaangamizwa na huu ukali wa bahari Eulakilo, hautaangamizwa. Walipokuwa wamefika katika hicho kisiwa cha Melita, wale watu wa kisiwa kile wakawakaribisha, hata wakakoka moto kuota. Paulo ameenda kuokota kuni, amebeba kuni akaziweka kwenye moto. Kumbe amembeba na nyoka mwenye sumu kali, amembeba pamoja na hiyo kuni. Alipomweka kwenye moto, yule nyoka kaluka, akamvirigisha kwenye mkono wake, akamng'ata. Lakini Paulo akamtukusia kwenye moto, akampangusia kwenye moto. Yule nyoka akafa kwenye moto. Watu wa mji ule wanamjua huyo nyoka, kwamba huyu nyoka ni hatari. Wakajua basi, wakasema nini? Wakasema, angalia jinsi mambo yanayompata Paulo. Ameokoka kwenye bahari, amenusulika kufa baharini, lakini angalia, ananusulika kule, anakutana na nyoka. Huyu Paulo ni mchawi huyu. Wanasema huyu Paulo amelaaniwa, huyu kwamba hastahili kuisha, amelaaniwa. Angalia matatizo yanapompata. Amenusulika baharini, lakini tunasema amenusulika ni mzima, anakuja kung'atwa na nyoka, kwamba huyu amelaaniwa na Mungu, hatakiwi kuishi. Huyu bila shaka ni mchawi. Lakini wanaangalia muda hadi muda, wanasema huyu atakufa sasa hivi kwa sumu hii, anakufa sasa hivi. Nyoka amemng'ata, huyu anakufa, ataanguka ghafla. Mwisho wa siku wanamuona Paulo anaishi, sumu haijafanya kazi, anaishi. Wakageuza maneno yao. Mwanzo wamesema huyu amelaaniwa kwa sababu matatizo yanampata yeye tu, linatoka hili linaingia hili, anaepuka hapa anakutana na hili. Huyu amelaaniwa, ametengwa na Mungu. Mwisho wanamuona Paulo, ingawa anapambana na matatizo mengi, misiba mingi inampata, majaribu yanampata, wanamuona Paulo anasonga mbele, anaishi. Wasijue anayo ahadi kwamba ingawa mawimbi yanakupiga, ingawa nyoka hawa wanakung'ata, lakini wewe utafika mahali ninaposema mimi, utafika, utaishi. Ingawa unang'atwa na nyoka, sumu ya nyoka imeingia ndani kwako, lakini wewe utaishi, kwa sababu ni mtumishi wangu. Walipoona hafi, wakasema, Biblia inasema wakageuka. Hao waliosema Paulo amelaaniwa, ndio maana matatizo hayaishi kwake, hao ndio wakaja kusema Paulo ni Mungu. Hao waliosema Paulo amelaaniwa, lakini hawaoni kwamba anakufa. Amelaaniwa kwa sababu majaribu mengi yanampata yeye, magumu yanampata yeye, mapigo yanamfuata yeye, lakini hawaoni kama anakufa. Mwisho wa siku wanasema huyu sio kwamba amelaaniwa, huyu ni Mungu kabisa huyu, kwamba kwa huyu nyoka haponi mtu, kwa huyu nyoka, kwa sumu hii ya nyoka, huyu hakustahili kufa, ilitakiwa kufa, hakutakiwa kuishi huyu, lakini sasa anaishi. Huyu ni Mungu. Na ni kweli ni Mungu,
kwa sababu Mungu yuko ndani yake, Yesu Kristo yuko ndani yake. Kwa hiyo ukimtazama Paulo kwa nje ni kama mwanadamu, lakini kwa ndani ni Mungu, kwa sababu Mungu anaishi ndani yake, Yesu Kristo yuko ndani yake. Wakageuka hao hao waliosema amelaaniwa, ndio hao hao wanakuja kusema huyu amebarikiwa, ni Mungu huyu. Watu wanatakiwa kujua Mungu anatufundisha kitu gani. Maisha ya kumcha Mungu tunapambana na hali nyingi. Maisha ya kumcha Mungu tunapambana na makwazo mengi na mapigo mengi kutoka kwa Ibilisi Shetani. Lengo sio kitu kingine, kumwangamiza mtumishi wa Mungu au mcha Mungu akose kabisa kuulisi uzima wa milele, kumwangusha, amwache Mungu. Paulo anaenda Italia, ana neno la Mungu kulifikisha Italia, lakini Shetani Ibilisi ameinua mawimbi njiani. Eurakilo inafunika nuru, giza tupu, na mawimbi makali kumwangamiza Paulo na wote walio pamoja na Paulo, ili kuzuia neno la Mungu lisifike ulimwenguni. Mungu anamtokea Paulo, anamwambia usiogope, Italia utafika. Ingawa mawimbi yanakupiga, lakini Italia utafika. Ingawa mawimbi yanataka kukuangamiza, lakini utaishi. Ingawa Eurakilo anakupiga, huoni njia, huoni mahali pa kushika, lakini mimi ndiye ngome yako, uzima wako, utafika. Tunashikwa na majaribu ya namna nyingi ulimwenguni, nyinyi mnajua. Lengo kubwa ni kutuondoa tusisonge mbele. Ingawa tunapigwa na majaribu ya namna nyingi, mateso ya namna nyingi, lakini tutaishi. Mungu anasema tutaishi, usiogope. Ingawa ni masikini, lakini anasema utaishi, utakula, utavaa, utakunywa. Hii ndiyo neema ambayo Mungu anawaambia watumishi wake. Wakati fulani unaweza ukaona umevamiwa na Eurakilo, magonjwa yamekukamata, huoni tumaini. Unaona kabisa unaumwa, hapa ni kama nakufa, giza tu mbele. Ukitazama mbele ni giza, bahari imechafuka, mawimbi ni makali ya kuangamiza, ya kuua, lakini Mungu anatokea wakati huo ndani ya moyo, anasema usiogope, kuishi utaishi, kwa sababu wewe ni mtumishi wangu, wewe unanicha mimi, wewe ni mwanafunzi wangu, wewe ni kanisa langu, utaishi. Hata kama mawimbi yanakupiga, kuishi utaishi. Kwamba mawimbi yanatupiga, lakini sisi tutakuwa washindi. Haijalishi ni kwa njia gani na kwa namna gani, lakini sisi tutaishi. Hata kama mawimbi ya magonjwa yanatupiga, tutaishi. Hii ndiyo imani ya kweli, na hivi ndivyo Mungu anavyotufundisha, kwamba ndiyo magonjwa yanakuangamiza, ndiyo magonjwa yamekuvamia, hakuna kukata tamaa. Hapa ukumbuke neno la Mungu kwamba ingawa ninaumwa, mimi nitaishi. Ugonjwa huu si kwa ajili ya mauti, bali utukufu wa Mungu uonekane. Nitaishi, sitakufa, na injili ihubiriwe, kwa sababu tumebeba neno la Mungu. Neno la Mungu linatakiwa kufika ulimwenguni. Kwa hiyo sisi tuna neno la Mungu, lazima lifike. Kwa hiyo lazima tuishi. Na wewe unayesikiliza neno la Mungu, kwa sababu unapenda kusikiliza neno la Mungu, kwa sababu unampenda Mungu, unahubiriwa neno la Mungu, hata kama unapigwa na mawimbi, utaishi ili usikie neno la Mungu vizuri, uishi milele. Ndio maana Mungu anatulinda. Wewe na mimi tunalindwa kwa sababu gani? Tunamcha Mungu, tunamwamini Mungu, tunamtegemea Yesu Kristo. Hii ndiyo maana ya kuishi. Kwa hiyo mcha Mungu anapita kwenye majaribu mengi. Mcha Mungu anapigwa na mateso mengi na mapigo mengi, lakini hatapigwa, hataanguka, ataishi, atainulika. Wengine ni wagumba, maisha ni magumu, kila mtu mahali pake, majaribu ni magumu, lakini unatakiwa kujua hivi, katika hali yoyote unayopita utaishi, utashinda, kwa sababu wewe unampenda Yesu Kristo, wewe unamcha Mungu. Mungu anamfuata Paulo, anamwambia usiogope, utaishi, Italia utafika. Watu waliokuwa katika hiyo merikebu wamekata tamaa, wanaona hatuwezi tena kufika Italia.
Hatuwezi tena kufika Italia kwa sababu wakitazama mbele giza, hawajui sasa hivi ni mchana au usiku, hawajui. Mawimbi hayaachi, merikebu inapiga. Wametupa vitu vyote kuleta uwepesi wa merikebu, lakini haisaidii. Kufa kuko pale pale. Lakini Mungu anamfuata mtumishi wake, anamwambia usiogope, kwa ajili ya neno langu lilo nalo utaishi, na hawa walio humu ndani nimekupa wewe. Wanapata neema kwa sababu ya Paulo mwenye neno la Mungu. Mwanzo walimdharau Paulo, walimuona ni kitu ovyo, ni mfungwa tu huyu, mshtakiwa huyu, lakini walimdharau, walijiona wao ni watu, wakajikweza, wakajiona wao ni zaidi ya Paulo. Lakini mauti ilipowafika, wanaokolewa kwa sababu ya Paulo mcha Mungu. Kwa hiyo wanastahili kuishi, si kwa sababu gani? Kwa sababu wanatakiwa kusikia neno la Mungu pia. Kwa hiyo hata wao wanaokolewa ili wapate neema kusikia neno la Mungu, waishi. Mungu anawapa neema. Hii inamaanisha kila mtu anayesikia neno la Mungu hili, kwamba Mungu anampa neema ya kuishi ili azidi kusikia, apate uzima wa milele. Mungu anataka kumpa kila mtu neema. Unaposikia neno la Mungu hivi, ujue hiyo ni neema. Amekuepusha na mangapi hadi leo unasikia neno hili ili ulisi uzima wa milele. Kwa hiyo wale watu wanapata neema ya kuishi, wanaishi ili wasikie neno la Mungu kwa kinywa cha Paulo. Wanaishi, wanaokolewa kwa sababu ya Paulo waliyemdharau. Ingawa tunateseka, mawimbi yanatupiga, Eurakilo anatupiga, hatufi, tutaishi. Yesu Kristo anasema lazima ujue hivyo, sio unakuwa mdhaifu wa imani. Sasa anatoka kwenye janga la Eurakilo, anatoka kwenye janga, wanatoka kwenye jangwa. Paulo anatoka kuokoka kwenye mawimbi ya bahari, anakutana na nyoka. Ni namna gani inauma? Unatoka unaokolewa kwenye mawimbi ya bahari, unakutana na nyoka. Watu wakasema wewe bila shaka umelaaniwa. Hauwezi wewe ukaokoka kwenye bahari, alafu sasa hivi hapa unasema okoka, unapigwa na nyoka. Umelaaniwa. Ndivyo watu walivyo hivi. Unapopitia majaribu ya kila namna, watu wanasema umelaaniwa. Wakati fulani mcha Mungu anapita kwenye mateso ya kila namna, ananusulika kwenye jaribu hili, anakutana mbele jaribu lingine. Anapona kwenye jaribu hili, anakutana mbele, anapata vikwazo vingine. Anaepuka kwa hilo, anajikuta anapata jaribu lingine. Kila anapojaribu kunusulika, anakuta mbele kuna jaribu lingine. Watu wakiona hivi wanasema huyu amelaaniwa, hana Mungu. Ndio maana anapata matatizo tu kwenye maisha yake. Wakitazama kwenye maisha ya Wakristo wengi, wanapita kwenye makwazo, kwenye matatizo ya kila namna. Sasa watu hapo ndipo wanaposema umelaaniwa. Lakini mimi nikuambie, haujalaaniwa. Hiyo ndiyo njia pekee Mungu ameichagua kwa watu wa Mungu, kanisa lipitie ili kujenga imani, kutuimarisha kwenye imani. Mungu anasema usiogope, kuishi utaishi, nitumaini mimi. Unatoka kwenye mawimbi ya bahari, unanusulika kwenye mawimbi ya bahari, unakutana na magonjwa. Unatoka unaponywa magonjwa, ghafla unapona magonjwa, unakutana na nyoka. Unatoka kwenye nyoka, unakutana na nyoka wa moto. Unatoka kwenye nyoka wa moto, unasema afadhali sasa, unajikuta unaolewa, unakuwa mgumba, huzai. Unatoka kwenye tatizo hilo, unasema sasa afadhali, unakuta kwamba unafilisika maisha, kazi huna, biashara hamna, kila siku ni matatizo. Haina maana umelaaniwa, haina maana una Mungu. Mungu anasema yule yule waliomwambia umelaaniwa. Paulo amelaaniwa, watu wanasema kwa nini? Ana makwazo mengi, anaokoka kwenye bahari, anakutana na nyoka. Watu wanasema huyu amelaaniwa. Hivi ndivyo watu wengi duniani walivyo. Wakiona mtu anapita kwenye majaribu, kwenye mateso, kwenye maisha magumu, wanasema amelaaniwa. Na wanafikiria kwamba mtu akiwa anapata fedha na mali, maisha mazuri, wanahisi huyo ndio ana Mungu. Upotovu kabisa.
Paulo ndio anaokoa watu, mamia ya watu wanaokolewa, lakini watu wanamwambia amelaaniwa. Lakini huyu aliyelaaniwa anaokoa watu, anaponya watu, lakini watu wanasema amelaaniwa. Mwisho wa siku wanaona mapigo yote anayopigwa Paulo hafi. Hao hao waliosema kwamba huyu amelaaniwa ndio hao hao wanaosema sasa huyu amebarikiwa, huyu ni Mungu huyu. Kwa nini? Mauti haimkuti. Inawezekana unapita kwenye matatizo mengi, haina maana umelaaniwa. Inawezekana utapita kwenye majukumu mengi magumu ya dunia hii na matisho, mauti imekuzunguka, haina maana umelaaniwa. Wewe ni mtu wa Mungu, lazima uamini hivyo. Wewe ni mcha Mungu, lazima uamini hivyo. Wewe ni Mkristo mtakatifu, lazima uamini hivyo. Mungu atakuokoa kwa ajili ya neno lake na kwa ajili ya ahadi yake. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu, tumaini letu. Watu wanakataga sana tamaa wanapoingia kwenye majaribu. Watu wanakata tamaa, hata wao wenyewe wanasema basi Mungu ameniacha mimi, kwa sababu tu ya majaribu, kwa sababu ya ugumu wa maisha. Watu wanakata tamaa, wananung'unika, wanalalamika, wanasema Mungu hayupo kwangu, na watu wanazidi kukuambia huna Mungu. Kama ungekuwa na Mungu basi usingepatwa na matatizo kama haya. Ni uongo mkubwa. Paulo anapigwa na Eulakiro, Paulo anapigwa na mawimbi. Mungu anamfuata katika hali hiyo hiyo ya dhiki, anamwambia usiogope, utaishi, hautakufa. Anaenda kuokota kuni, anapigwa na nyoka, anatumbukiziwa sumu ya nyoka, kwamba hii sasa lazima imuue. Mungu amekwisha kusema hata kwa hiyo sumu ya nyoka hautakufa, utaishi kwa ajili ya neno langu. Utaishi kwa ajili ya neno langu, na tutaishi kwa ajili ya neno langu. Utaishi kwa ajili ya neno la Yesu Kristo, utaishi. Tumebarikiwa. Sasa kubarikiwa na Mungu haina maana mapigo hayapo. Mungu ametupa imani ya kupambana na matatizo, ndio maana akatupa injili ya imani. Injili ya imani ni kwa ajili ya kuyashinda magumu na majaribu yaliyokuwepo hapa ulimwenguni. Sasa utasemaje wewe ukijaribiwa Mungu huna? Ametupa imani ili kuyashinda majaribu. Ametupa imani kama ngao ya kumshinda shetani, mapigo ya shetani. Kwa hiyo shetani kila siku anatupia mapigo yake. Shetani kila siku anatupia silaha zake kwetu ili kutuangamiza, lakini anakutana na imani ya Yesu Kristo. Bwana anasema utaishi, na sisi tunasema ingawa tunapigwa, ingawa ibilisi shetani haachi kutufuata, sisi ndio washindi, tutaishi. Ingawa ninaumwa, nitaishi. Mungu anasema hivi. Ingawa ni maskini, ingawa nimefilisika, watu wanasema umelaaniwa, umefilisika, wanakudhihaki, wanakucheka, lakini wewe unasema haujui kwamba Mungu wangu ni nani. Siku leo unasema nimelaaniwa, lakini siku inakuja utasema amebarikiwa. Lazima ujue kama watu wameanza kukuambia umelaaniwa kwa sababu ya ugumu wa maisha, kwa sababu ya hali mbaya unayopitia, ujue hao hao watakuja kusema umebarikiwa. Siku iko, lazima tubaki katika imani. Yeye anayesema umelaaniwa ndio huyo huyo atakayesema umebarikiwa, atakayesema wewe ni Mungu. Sasa atavuka na kuchanganyikiwa, atakuita wewe ni Mungu, atasema Mungu yuko ndani yako. Leo ni lazima aseme umelaaniwa, lakini ili baadaye abadilike aseme wewe umebarikiwa. Leo anasema huyu haachi, huyu anakufa, kesho atasema huyu anaishi, hafi. Paulo anaambiwa amelaaniwa, lakini hao hao waliosema amelaaniwa ndio wanaokuja kusema Paulo ni Mungu. Kwa sababu gani? Walitegemea kuona mauti kwa Paulo, sasa wanaona uzima. Walitegemea kuanguka kwa Paulo, sasa wanaona Paulo amesimama, ameinuka. Wanasema ataanguka ghafla huyu. Wakati wanatarajia Paulo aanguke ghafla, wanamkuta Paulo amesimama. Hii ndiyo neno la Mungu. Ukiwa na neno la Mungu, ukiwa na Kristo ndani yetu, hakuna kitu cha kutushinda. Tutapigwa na majaribu mengi, lakini sisi tutashinda.
Vita iko. Hii ndiyo vita vya imani, vita vitakatifu. Ibilisi anatupia mapigo na sisi tunapangua, Kristo anatushindia. Wanasema huyu ni Mungu. Watu wanatakiwa kusema hivi kwa sababu maandiko matakatifu katika Marko mtakatifu 16 sura ya 16 mstari wa 18 anasemaje? Mtang'atwa na nyoka na mtakunywa sumu, lakini hamtakufa, mtaishi. Sasa kwa nini watakatifu wanaambiwa mtang'atwa na nyoka, mtang'atwa na nge? Kwa nini hawaambiwi watu wasiomcha Mungu? Kwa nini maandiko yanasema Wakristo watang'atwa na nyoka? Hii inamaanisha majaribu yametuzunguka, mateso yametuzunguka. Lazima tujue Wakristo, sio unalalamika tu, sio unanung'unika tu. Lazima ujue kwamba Mkristo amezungukwa na matatizo, amezungukwa na majaribu. Paulo amezungukwa na mawimbi ya baharini, amezungukwa na nyoka, amezungukwa na wanadamu wanaotaka kumuua, lakini anashinda kwa sababu yeye aliye ndani yake ndiye mzima, ukombozi. Tusome kitabu cha Marko 16. Marko 16 mstari wa 18 unasema hivi: watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Watang'atwa na nyoka. Watakatifu, kanisa, watumishi wa Mungu watang'atwa na nyoka. Hata kama watang'atwa na nyoka, lakini wataishi, hawatakufa. Neno la Mungu linasema Wakristo tunatakiwa kujua nyoka hapa ni magumu ya ulimwengu, mateso yanayoletwa na Ibilisi. Watakunywa kitu chenye sumu, lakini hawatakufa, wataishi. Wakristo tumepewa hiyo ahadi. Hii manake nini? Tutapita katika magonjwa, lakini hatutakufa, tutaishi, kwa sababu tuna neno la Mungu, na kwa ajili ya kuhubiri Injili tutaishi, na kwa ajili ya kumwabudu Mungu tutaishi, na kwa ajili ya wewe kushuhudia ushuhuda wa Mungu kwa watu wengine utaishi. Unapita kwenye majaribu, utapita kwenye mateso magumu, misiba, matisho ya mauti, lakini hautakufa, utaishi. Hii ndiyo ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wakamwambia Paulo amelaaniwa kwa sababu ya mapigo, lakini mwisho wanasema huyu ni Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Haya ndiyo maisha ya imani, kwamba tunaye Mungu anayetushindia katika vita. Hili ndio neno la Mungu. Mungu amesema kwa ajili ya jina lake, kwa ajili ya kumpenda yeye, tutatengwa na dunia, tutapigwa mapigo mengi, tutang'atwa na nyoka wa moto, tutang'atwa na nyoka wa kila aina, tutakunywa sumu, magonjwa, majaribu, lakini tutaishi, hatutakufa hakika. Basi wewe mtu wa Mungu, usikate tamaa. Unapopita kwenye majaribu, usikate tamaa. Unapovamiwa na magonjwa, usikate tamaa. Mungu amesema utaishi, kwa sababu unamcha, kwa sababu unamtumaini, kwa sababu unampenda, utaishi. Unapopita katika kila dhiki, tutaishi. Tutang'atwa na nyoka, tutapigwa na mawimbi, lakini tutaishi. Na watu hao wanaosema umelaaniwa watakuja kusema wewe ni Mungu. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.